Yeah. Elvis Kosgei, KTN. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, mchakato wa mpito kutoka bima ya afya ya awali ya NHIF hadi mamlaka ya afya ya umma SHA unakabiliwa na changamoto kutokana na tuhuma za ukosefu wa uwazi kwenye uhamasisho wa wafanyikazi kutoka kuhamishwa kwa wafanyikazi kutoka NHIF hadi mamlaka hiyo mpya ya SHA. Duru zimearifu KTN kwamba wafanyikazi wanaendelea kugubikwa na wasiwasi kuhusu hatma yao ya ajira. Kadhalika, juhudi za KTN kutaka ufafanuzi zaidi kuhusu swala hilo kutoka kwa mwenyekiti wa mamlaka ya SHA Daktari Abdi Mohamed hazikufua dafu. Ikisalia miezi miwili unusu kabla ya kandarasi ya muda baina ya wafanyakazi waliohamishwa bima ya awali ya NHIF hadi mamlaka ya SHA kukamilika, wimbi la wasiwasi kuhusu uhamisho huo linaendelea kushuhudiwa miongoni mwa wafanyakazi wa SHA. Duru zimearifu KTN kwamba wasiwasi huo unatokana na hofu ya makubaliano ya mkataba mpya watakaopewa endapo wataajiriwa na mamlaka hiyo. Kadhalika, wasiwasi wao umeonekana kuimarishwa na tuhuma za hivi karibuni za kamati ya afya ya bunge kuhusu madai ya kuwepo kwa mapendeleo katika shughuli ya uteuzi wa usimamizi uliofanyika tarehe 11 mwezi Disemba mwaka 2024 na mwenyekiti wa bodi hiyo Daktari Abdi Mohamed. Wabunge wamehoji kwamba uteuzi huo ulihatarisha utendakazi katika mamlaka ya SHA ikiwa walioteuliwa hawana uzoefu wa kutekeleza majukumu waliopewa. Hata hivyo, katika mkutano alioufanya na wafanyakazi wa awali wa bima ya NHIF mnamo Oktoba mwaka jana, mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei aliwahakikishia kwamba shughuli nzima ya uhamisho itafuata mkondo upasao na kufanyika kwa njia ya wazi. The entire staff complement of SHA has not been filled, and the people who will be given priority and the people who deserve first priority are NHIF staff. Pia KTN imebaini kuwa barua ambazo wafanyakazi hao waliweza kupokea kuhusu uhamisho huo mnamo Novemba tarehe 21 mwaka uliopita zilifafanua mikakati ya uhamisho kwa kila mfanyakazi kulingana na aina ya mkataba aliyokuwa nayo na bima ya awali ya NHIF. We will run through the suitability test, fill the positions, and those perhaps who don't manage to be onboarded will be deployed to institutions of government. Huku haya yakijiri, shughuli ya kutathmini uzoefu wa wafanyakazi hao mwaka jana uliweza kubaini kwamba zaidi ya vyeti 50 vilivyotumika kuomba ajira na baadhi ya wafanyakazi wa NHIF vilikuwa gushi. Gloria Milimu, KTN. Tukiachana na hayo, kinara wa ODM Raila Odinga sasa anadai kuwa